yangu hayana chuki. Ndio maana wanajikuta waumini wao wanaenda chumbani kimya kimya. Sasa wale viewers wote wa nini? Wanatoka wapi kama sio waumini wao? Tumeona. Niko salama pia. Kwa kuwa tumefika kwako, matumaini yetu Rich Media wapo vizuri na pia kwako mchungaji upo vizuri. Tukija katika mejili katika 2026, kitu ambacho kilichukua sura ya jamii, watu walitoa maoni yao jinsi ulivyotokea katika kuwaambia watu neno la Mungu, ule muonekano wako. Kuna watu walitoa maoni yao, lakini wewe ukasema kwamba muonekano haupaswi kumjadili mtu. Mwenyezi Mungu anampokea mtu yoyote, haijalishi umevaa nini. Na ukatoa mifano kaza kwa kaza. Kuna wasanii kwenye nchi za watu wanaingia kanisani tena wakiwa wamevaa tofauti, na ukasema suti sio vazi la kanisani, suti ni vazi la Mjerumani. Unajua duniani ukitaka kufanya vitu sawa na ambavyo wanafanya watu wengine, utakuwa unakinyima kipawa Mungu alichokupa. Kila mtu duniani mnayemuona anafanya vitu tofauti, ndiye ambaye analeta matokeo tofauti. Lakini haina maana kwamba uende kinyume na kile ambacho ulikikuta. Mimi nimekuwa mtumishi wa Mungu kwa muda mrefu sana. Nimepita kwenye makanisa mengi, nimekaa na maaskofu mbalimbali. Nimeona hivyo vitu. Mtoto wa askofu akipata mimba, anahamishwa mkoa ili mimba ikalelewe kimya kimya. Lakini muumini akipata mimba anafukuzwa kanisani kwamba ni mdhambi. Ukitongoza demu kanisani unafukuzwa. Sasa sijui tutaoaje. Kwa kumekuwa kuna mentality fulani nyingi sana ndani ya hizi huduma ambazo tumepewa. Kwa hiyo 2026, kwanza niwapongeze wa Tanzania wote kwa wale ambao Mungu aliwapa neema ya kuona mwaka huu. Lakini pia niwapongeze wanaume wote kwa sababu mimi ni mwenyekiti wa wanaume. Sasa hivi nimepewa iko cheo na wao wenyewe. Na tunajipongeza sote kwa kuweza Mwenyezi Mungu tusaidia kuweza kuona mwaka huu. Sasa slogan yetu mwaka huu au neno tulilopewa mwaka huu ni mwaka wa maamuzi. Kwa hiyo moja ya maamuzi ambayo niliamua kuyafanya ni hayo. Kuna wakina Rayvanny. Haya sasa Tetem, mama Tetem, tipwa Tetem. Wale watu ukiwaangalia wanampenda Mungu. Ndio. Wakina Ben Paul. Wakina FDQ. Wakina Mbosso, kina Alikiba, hao ni wasanii wetu. Mungu anawapenda. Wewe hata ukiwachukia Mungu anawapenda. Sasa lazima kuwe na utofauti. IPM au IPM na vingine viwe vingine. Kwa maana ya kwamba mimi si kama ni bora sana kuliko wenzangu, lakini mimi nina wito wangu. Katiba yetu ya Embassy of God for All Nation ya huduma hii inaamini mziki ni kipawa kutoka kwa Mungu. Ndio. Yani katiba yetu tulipokuwa tunaenda kuomba usajili Wizara ya Mambo ya Ndani ili hii huduma yetu iweze kusajiliwa, ndani ya ile katiba yetu kuna kipengele kinasema mziki ni kipawa kutoka kwa Mungu. Mungu anawapa watu vipawa. Ndio maana mimi naweza nikahubiri masaa 10 bila kushika Biblia, bila kushika notebook, au yani nimeandika sehemu na flow tu, yani naongea tu. Na siongei pumba, vyote ninavyoongea ninao waongoza wanasema vina maana. Sababu nisijisemee kama vina maana, ila ninao waongoza wanasema vina maana. Ni kipawa. Mwingine hawezi kuhubiri hivyo. Mwingine mpaka awe na Biblia 4 hapo, awe na diary 20, anatafuta pointi, anaingia huko anatoka huko. Sasa Mungu ana vipawa anawapa watu. Kuna mwingine anacheza mpira tu, yani anacheza mpira, yani hata ufanyeje wewe kesha au ukimuingiza uwanjani anacheza mpira, ana kipawa. Kipewa mpira unaanguka, unanyanyuka, unaanguka kadhalika. Kwa hiyo mimi IPM kwa huduma ninayoiongoza, sio huduma zote Tanzania au duniani, ninayoiongoza mimi, inaamini mziki ni kipawa kutoka kwa Mungu. Atakitumiaje huyo mtu sasa hicho kipawa, hilo ni jambo jingine, au hiyo ni topiki nyingine. Lakini la kwanza, mziki ni kipawa kutoka kwa Mungu. Mungu mwenyewe anapenda mziki. Mungu mwenyewe ana sifa na watu, ana malaika kabisa wa kufanya mziki.
ana vinubi, ana vinanda, ana vifaa vyote Mungu. Unaona bwana? Sasa mziki haujatoka duniani, mziki umetoka, kiini cha mziki ni Mungu. Lakini sasa lazima tuangalie sasa vijana wanatumiaje hivyo vipawa kuelimisha jamii, kuburudisha. Watu wana stress kaka, wakisikiliza mziki wana relax. Alafu hawa maaskofu wanaonishambulia baadhi yao wengine wanasikilizaga nyimbo za kina Rayvanny chumbani. Wanasikilizaga chumbani, alafu wakitoka nje wanashtuka hivi. Unaona bwana? Wanaingia kwenye kwaya. Unajua hii dunia ni dunia ya kinafiki Ndio maana mimi nimeamua kuishi maisha yangu. Wengi wananishangaa na sitaki wanielewe, kwa sababu siku wakinielewa tu ndio mwisho wa kuanguka kwangu. Kwa hiyo mimi nitaishi maisha yangu hivi hivi, kwa sababu 80% ya maisha ya wanadamu wamewapa watu. Wao wamebaki na 20. Kwa hiyo itakuwaje? Watasemaje? Kwa hiyo mimi nimeingia na ule muonekano, lengo ni kutaka kuielimisha jamii kwamba tusiwabague watu kama watakuja katika nyumba zetu za ibada katika mionekano kama ile. Huenda kazi zao ndo zinawaruhusu wavae vile, kwa sababu kwani akivaa vile yuko uchi? Hayuko uchi. Anakuwa yuko smart, lakini linakuwa linyangema fulani, vitozi fulani. Unaona vizuri? Kwa hiyo hakuna ubaya wote. Tuna complicate mambo, ndio maana watu wanakimbia dini hizi, kwa sababu zimekuwa kama ni mzigo. Na katika kuongezea hapo, Biblia Agano Jipya Waefeso 4 inasema kwamba sote tumeitwa na Mungu. Sasa kama sote tumeitwa na Mungu, kila mmoja ameitwa kivyake. Wewe unataka Rayvanny awe mchungaji? Unalazimishaje Rayvanny awe mchungaji? Au unalazimishaje Konde ni gang au ni boy? Konde boy. Huyo kifua kipana au sio? Tembo. Unalazimishaje Harmonize awe shehe? Wewe umekuwa shekhe, mshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, si ndio? Mwenyezi Mungu amemwita katika burudani. Ataburudisha watu, atafanya hivi, wewe muongoze sasa katika suratul mustaqim, katika njia iliyonyoka. Bwana Konde, katika usanii wako acha hiki, unaona bwana, usifanye hiki, usikae uchi, usifanye hivi, usishike wanawake matako kwenye video. Yani na tunashukuru tuna ile nini serikali na BASATA. Kwa hiyo BASATA inawaongoza. Mimi nishukuru sana hiki chombo kwa sababu kinalinda maadili ya Kiafrika. Wapongeze sana BASATA. Pale ambapo watu wanataka kuvuka mipaka wanaambia no, lazima tufanye hivi. Kwa hiyo lazima tukubaliane kwamba hawa ni vijana wetu, ni wasanii wetu, hakuna anachoweza ukifanya, hiko ndo walichoitiwa. Unajua hamna shida, ni kwamba tunalazimishana wote kuwa walimu. Tunalazimishana wote kuwa wachungaji. Mimi sitaki kama mwanangu mimi, kwanza mimi mwenyewe na wish mwanangu asiwe mchungaji. Mimi natamani mwanangu awe afisa. You see? Sitaki nyumbani kwangu kukosekane afisa. Sitaki nyumbani kwangu kukosekane, labda natamani kuwe na daktari, natamani nyumbani kwangu kuwe na mwalimu, natamani nyumbani kwangu kuwe na msanii. Yaani natamani nyumba yangu isiwe wote wachungaji. Ukiona nyumba wote familia nzima wachungaji, kuna wizi, uongo. Yaani uko mzima wachungaji? Sio kwamba ni wito. Hamna wito namna hiyo. Sasa hamwezi mkaitwa uko mzima wote wachungaji. Unajua shida, wanashindwa kuelewa Mungu alivyosema, Daudi alivyosema mimi na familia yangu tutamtumikia Bwana. Kumtumikia Bwana kuna njia nyingi. Hata kuwa polisi ni kumtumikia Bwana. Kuwa mwanajeshi ni kumtumikia Bwana. Kuwa daktari ni fani. Kwani mimi na tofauti gani mimi na daktari pale Muhimbili au pale Arusha au pale Nyamagana au pale Tanga? Daktari yoyote aliyeko Tanzania wanapigia saluti. Mungu awabariki sana madaktari wote mlioko Tanzania. Wanafanya kazi kubwa madaktari wetu. Wanasevu maisha ya watu, wanapambana usiku na mchana. Unaelewa vizuri? Wanapambana, nenda Mwananyamala pale, nenda hospitali yoyote Tanzania. Mimi nawapongeza sana madaktari wa Tanzania. Ule ni utumishi wa Mungu wanaofanya. Wanahakikisha kwamba watu, sasa mimi nikiletewa mtu kapasuka hapa sindamwangalia hadi anakufa. Ndio. Sasa ni lazima ujue kwamba anaposema Mungu mimi na familia yangu tutamtumikia Bwana, lazima uelewe hiyo kumtumikia ni vipi. Sasa watu wamechukua katika upande mmoja kwamba ni kukaa madhabahuni na kuhubiri Injili. Kwa hiyo mimi nina mitazamo tofauti, na ndio maana kama hujatuliza kichwa huwezi kunielewa. Inabidi utulize kichwa ndio unielewe. Na siku hizi kama unavyojua, Mungu akikupa kajina kidogo unachukiwa. Mungu akikupa riski inakuwa shida, inakuwa vita. Kwa hiyo wako wengine wanaotuchukia kwa sababu tu Mungu ametusaidia kutrendi mitandaoni humu kiasi, basi ndio inakuwa chuki. Kwa hiyo hatuwezi kuwalazimisha wakati mwingine. Unajua imefika hatua brother, basi mambo mengine mimi huwa sipendi kuyaongea. Ila dini hizi zimekuwa na competition.
Yani kwa mfano mimi nakumbuka nilifanya kikao cha wanaume mwaka jana, basi wachungaji wengine huko nako wakawaita wanaume kwenye makanisa yao, lengo wasije kwangu, yani wanawablock kwamba huyu jamaa huyu asije akawachukua wanaume wa kanisani kwetu akaenda akawapa maneno huko wakahamia kwake. Yani hawa watu wanakuwa kama vile tumewaumba sisi, yani kama tumewamiliki, yani kitu ambacho ni wrong. Huwezi kumwambia Muislamu asiswali msikiti huu akaswali msikiti fulani. Msikiti ni msikiti tu, anaabudiwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini huko kwetu kanisani, ndugu yangu, waumini hadi wanazuiwa, usimsikilize IPM, ana majini yule. Ana mapepo, Freemason yule, msimsikilize. Mpinga Kristo yule, hajaokoka yule, yani kabisa. Tena mimi yani IPM jina langu linatajwa sana na maaskofu huko kwenye makanisa yao, wanawaambia waumini wao wasinisikilize. Sasa mimi ni mtu wa upendo, sina shida na mtu. Kwa hiyo mahubiri yangu hayana chuki, ndio maana wanajikuta waumini wao wanaenda chumbani kimya kimya. Sasa wale viewers wote wa nini? Wanatoka wapi kama sio waumini wao? Kwa hiyo tuishi kwa upendo tu, lakini mwisho wa siku ni kwamba kila mmoja ana wito wake. Mimi siwezi kumbagua Rayvanny, siwezi kumbagua Dully Sykes, siwezi kumbagua Darasa, unaelewa vizuri, siwezi kumbagua FDQ, siwezi kumbagua Diamond Platinum, siwezi kumbagua Alikiba, siwezi kumbagua Juma Nature, siwezi kumbagua Temba, siwezi kumjagua mwamba wa kaskazini John Makini, au sio? Siwezi kuwabagua. Hawa ni vijana wetu wa Kiafrika, wanafanya muziki wao na nini, na wengine wanafanya vizuri zaidi. Muziki yao ukisikiliza mle ndani ukuti matusi, ukuti kejeli, wanaelimisha jamii. Sasa ubaya uko wapi? Wana IPM Warumi 11:21 inasema kwamba hatupaswi kushindwa kwa ubaya, bali tunapaswa kushinda ubaya kwa wema. Na hii ndio tunaiona kwako, licha ya mivutano ambayo watu wamekuwa kuongea mabaya juu yako, lakini bado umeendelea kuwa IPM, umekaa katika positive way. Nini tofauti ya IPM na wengine, na kwa nini maaskofu ambao mpo ndani ya imani moja, itikadi moja, ndio umekuwa kama mwiba mkali kwako? Siku moja nilibahatika kukaa na kaka yangu anaitwa Saidi Lugumi, nyumbani kwake. Aliniambia, mdogo wangu, hivi vitu vyote tulivyo navyo Mwenyezi Mungu alivyotupa, wakati wote akiamua kutunyang'anya, Mwenyezi Mungu nipe subira, inna Allaha maswabirina, kila mwenye subira yuko pamoja na Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anakupa subira. Unatukanwa, sio kwamba atuoni, wakati mwingine unaona, sio kwamba tuamudu. Mimi mkorofi kaka, unajua mimi ni master. Tumeona. Lakini nimekaa kimya sasa, sababu kuna level ukifika utaki kupigana. Kwa sababu utamgusa mtu ataanguka, atalala moja kwa moja. IPM kaua. Sasa inasaidia nini? Kwa unakwepa tu, anakutukana anambia sawa asante. Anakudhihaki anambia sawa asante. Alafu tukikutana nao hawa watu, hata watutukani live, wanatukana mbali tu. Si wanaogopa, sijui inakuwaje, si ndio unafiki? Mimi siwezi kukaa na mtu mnafiki, wallahi. Na hapo unajua nimeapa Kiislamu, na maanisha yani. Siwezi kukaa na mtu mnafiki mimi. Siwezi kukaa, yani sipendi maisha ya unafiki, sipendi maisha ya usengenyaji. Unajua zile, sipendi maisha yani ukitoka hapa anaanza kubana jamaa huyu, unajua alikuwa ananioji maswali ya kitoto hivi na hivi. No, mimi kama unazingua nakwambia hapa. Bwana, acha mambo haya, tufanye hivi, tuishi hivi. Mimi ndo hivyo. Kwa mimi siwezi kuwapinga watu waendelee kunitukana, kwa sababu hakuna ambacho kinapungua kwangu. Umezungumza kuhusu Lugumi hapo, na ni mtu ambaye uliongea kwa hisia sana juu yake. Ni kwamba kujenga kituo au gorofa kwa ajili ya watoto yatima ni nadra sana kuona mtu kafanya hivyo. Angeweza kuweka supermarket, angeweza kuweka apartment, lakini kaamua kutoa sadaka kwa watoto yatima. Sio kila mtu ana moyo huo. Ni mfano wa kuigwa. Lugumi anatakiwa kuigwa, hata maaskofu anatakiwa muige Lugumi. Yaani hata sisi wachungaji tunatakiwa tumuige Lugumi. Unajua kuwa kiongozi wa Mungu sio mpaka uwe na kanisa. Yule ni kiongozi wa Mungu. Wewe kubali ukatae. Sasa hebu nionyesha askofu mmoja tu kwenye hii nchi, mchungaji au askofu au shehe au matajiri wengine pia, tusituondolee maaskofu au matajiri wengine ambaye ana uwezo wa kujenga gorofa 5 zenye ukubwa wa 5 star alafu akawaweka yatima walale mle bure. Hiki kitu mimi kimenishangaza. Siongei hivi ni unafiki. Mimi
mimi nina kanuni na kanuni fulani. Mimi sio mtu wa kujipendekeza, la kwanza. Alafu nina misimamo, lakini sina kiburi. Alafu nikimuelewa mtu na